السبب الخامس سبب يتانو الذي يتحقق به الأمن في المجتمع إنايو فتكنيش أماني كالتجميع تحقيق الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع فتكان قلوب وكويل وإيماني فتكان قلوب وكويل وإيماني kabla ya hilo nimeacha hapa maelezo ya jambo la kutabikisha sunna katika miamala yetu na viongozi. Lisipopatikana hupatikana maafa. Kuna tukio, kuna vita vinaitwa mawqi'atul harra kwenye tarehe. Watu wa Madina walivunja bai'a yao kwa mtoto wa Muawiya anaitwa Yazid bin Muawiya. Kwa kuanzia leo sisi hatuko na Yazid bin Muawiya. Watu wa Madina wakawatoa manaibu wake wanaomkaimu kwenye mji wa Madina, sababu dola alikiongoza niendesha alikuwa yuko Sham na Yazidi yuko Sham. Pale Madina kuna nawab, alwali wa Madina, kuna alwali wa wapi, wakawatoa pedi hapa. Yazidi akatuma jeshi kutoka Sham, akamwambia nendeni. Jeshi likiongozwa na Muslim ibn nani, tataja jina lake, Muslim bin nani, al-Murri, mwisho al-Murri ndio wanaongoza jeshi. Nenda Madina waambie tunawapa siku 3. Baada ya siku ya 3 wakiendelea na msimamo wao huo, tutahalalisha mapigano katika mji wa Madina siku 3. Madina ni haram kama vile kwa Makka. Makka ni haram na Madina ni haram kwa ile mipaka yake, ruhusi kupigana au kadha. Kaingia katika mji wa Madina, jeshi lake likawa linafua, linapora, bali wanasema baadhi ya ahli ilmi na kubaka pia kutokea jambo hilo. Baada ya pale akatuma jeshi kuelekea Makka, wakaizingira Makka. Wakaifanya hisar. Akafariki Yazid kule Sham kipindi ambacho bado jeshi lake halijatoka kule Makka. Haya amesema Ibn Taymiyyah. Ibn Hazmi akasema aliwaua muhajirina. Nani? Jeshi la Yazid liliwaua muhajirina waliobakia pale Madina na maanswari waliobakia, وهي ايضا اكبر مصائب الاسلام. ilikuwa ni msiba mkubwa wa Uislamu, kwa sababu wabora wa Waislamu na mabaki ya masahaba wabora wa Waislamu, sehemu kubwa ya matabiina waliuawa jahran, wazi wazi. tabi'in wanafunzi wa masahaba waliuawa wazi wazi, hulman fil harb wasabra. wajalat alkhair fi masjid rasulillah, faras walikuwa wanaingia kwenye msikiti wa Mtume Muhammad. faras warathat wabalat,
farasi walikunya msikiti, farasi walikojoa msikiti. Tena sehemu gani? Fi rawda baina al-qabri wal minbar, kwenye ile sehemu inaitwa rawda, baina ya kaburi la mtume na mimbari yake. Tunasema baina ya kaburi langu na mimbari yangu kuna rawdatu min riyadil janna. Waliingizwa farasi. Haikuswaliwa jamaa kipindi hicho katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna yeyote aliyekuwa anabaki msikitini isipokuwa mmoja tu ambaye alikuwa ni Said ibn al-Musayyib. Yeye aliendelea kubakia msikiti, na lau kama sio ushahidi wa Amri mtoto wa Uthman bin Affan na Marwan ibn al-Hakam kutoa ushuhuda hawa kumwambia kiongozi wa hili jeshi, jina lake ni Muslim bin Uqba al-Murri. Al-Imam Ibn Hazm hakumita Muslim, kuna sehemu kamita mujrim, muovu badala ya Muslim. Mujrim bin Uqba, Ibn Hazm kamita mujrim. Sehemu nyingine kamita musrif, fanya israf ya mauaji. Uqba bin Uqba al-Murri, kama si Uthman kama si mtoto wa Uthman ambaye ni Amr na Marwan ibn al-Hakam, kumwambia huyu kiongozi wa hili jeshi aliyetumwa kutoka kwa Yazid ambaye ni Muslim bin Uqba al-Murri. Ibn Hazm kamtaja mujrim muovu bin Uqba al-Murri, kwamba huyu msimue, huyu ni mwenda wazimu, ana akili, la qatalahu, pia angelimuua. Kwa hiyo wakamnusuru Amr bin Uthman na Marwan ibn al-Hakam, kumwambia Musrif ibn Uqba al-Murri, huyu akili yake haiko vizuri. Sio kwamba ni taira, ni imamu mkubwa. Said bin al-Musayyib ndio mbora wa matabiina wa Madina, wanafunzi wa masahaba. Sasa mstoki kama kuu hawa ni wao, ilikuwa ni vita vibaya. Sababu yake ukiangalia ni nini? Walivunja makubaliano kwamba hatutaki tena kwanza, sababu kuna mambo yalitokea. Aliuawa Hussein bin Ali bin Abi Talib, kuna mambo gani yanafanyika, sisi hatukubali. Haya maafa yakapelekea wakauawa sehemu kubwa ya maansari masahaba na sehemu kubwa ya al-muhajirin, na wabora katika wanazuoni wa kitabiini akanusurika Said ibn al-Musayyib kwa haya ambayo amesema. Kwa hili linaambatana na sababu ya 4 tuliyotaja, kwamba sisi tuwe ni watiifu hata kama tutapigwa, tutadhulumiwa, tuendelee kusikiliza na kutii. Tunapofanya hivyo ni dini, sababu ya dini, Allah atatulipa. Sababu angalia, ukiona ile sulh al-Hudaybiyah, mikataba ile zile dhawabit au zile bunudi, zile bunud, vile vipengele vilikuwa vinaandikwa kwenye mkataba. Ungekuwa wewe usingekubali, mambo gani hanikubali? Akitoka mtu Maka anakimbia Muislamu, anakuja kwa Madina, Muhammad mrudishe Maka. Sawa, andika hilo. Haya, akitoka mtu Madina anataka kuja kuungana na sisi Maka, Muhammad muache. Sawa, tunaandika hilo. Tusimamishe vita miaka 10, usiingie mwaka huu Maka. Wewe unaweza kukubali? Sasa hii mbona inakula kwangu? Hawajamaliza kuandika, wanasema ahlul ilm, au wino haujakauka kwenye karatasi. Kutoka sahaba akakimbia, anajitupa
kwa pale mbele ya Waislamu hoi akimbia kwenye jela ya Makka, jela ya Abu Jahl. Suhail bin Amr anda Muhammad sharti, kumbuka ile sharti, huyu hapo huyu arudi Makka, arudi Makka. Jamaa yuko Rasul alayhi wasallam anamuombea, anamwambia Suhail, ajizhu li, mtoe huyu kwenye hili, mtoe huyu kwa ajili yangu, ninamuombea mimi huyu tu, niachie mimi huyu. Suhail anasema ma ana bimujiz, siruhusu hilo, arudi. Tumeona tena, bal ajizhu li, nakuomba mtoe huyu tu, mjuzishe huyu, mtoe kwenye hili kwa ajili yangu. Mwambia la, arudia tena, ajizhu li, mara tatu namwombea. Saba tunakubaliana, tunaandika haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye rudi Makka. Ule alikuwa akiadhibiwa, atoroka kaja kwa Uislamu, aambiwa arudi tena. Unaelewa hiyo picha? Yaani wewe ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda wapi? Sasa imekwaje? Mbona umerudi hapo? Tulikimbia. Kwa maana atapata kitu maradufu. Sahaba anasema, jamani, hamuyaoni yalionipata? Hamuoni? Mwanirudisha kwa makafiri. Tunamwambia rudi. Mara katukozea Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna ala alhaqi, hatupo kwenye haki sisi? Mtume anasema bala. Kwa nini hatupo kwenye haki? Sisi tupo kwenye haki. Alaysu ala albatil, hawapo kwenye batili hawa? Anasema bala, wako kwenye batili. Alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar, watakaouawa miongoni mwetu si wataingia peponi, na watakaouawa miongoni mwao si wataingia motoni? Tunakwambia ndio. Falima nu'ti daniyata fi dinina, na tukashindwa kuvumilia ile hali. Kwa nini tunainyongesha dini yetu hivi? Ni kana kwamba anasema, Rasulullah, umejishusha, umemuomba huyu kweli kumrudisha kule, haja kwa ndugu zake. Umar, ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah, walastu a'si, mimi si muasi Allah, wa huwa nasiri, na yeye Allah ndiye atakayeninusuru. Punguza mori wako. Neno haya yalikuwa yamtosha, hakutosheka naye, akaenda kwa Abu Bakar, ya Abu Bakar, alasna ala alhaq, alaysa ala albatil, alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina. Abu Bakar akampa majibu yale aliyomtunza, huwa Rasulullah wa laysa ya'si wa huwa nasiruhu. Hili jambo Umar alikuja kulitolea kafara nyingi sana. Ndio maana ilipokuja ile ishara, inna fatahna laka fathan mubina, ila kauliza yuko wapi Umar? Yuko wapi Umar? Msomee. Yaani haya nimetaja kuonesha kwamba unaona mtume mwenyewe kuna mambo kayafanya ambayo labda wewe ungekuwepo ukisema mimi sikubali. Kitu wafanya kwa ajili ya nini? Dini, maelekezo haya. Mtume aliposema kama mimi ni mtume wa Allah, maana yake mimi naelekezwa, naongozwa kufuata Mungu. Hata kama
akili yako ya kawaida huenda kukupelekea kunako lisilokuwa hivyo. Dhahiri. السبب الخامس سبب يتانو الذي يتحقق به الأمن في المجتمع ambayo patikanisha amani katika jamii tahqiq al-ukhuwah al-imaniyya, patikanisha kiukweli ule udugu wa kiimani baina afrad al-mujtama, baina ya wanajamii wawe na udugu wa ukweli, kama qala subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. الحجرات آية 10. ولذلك جاءت نصوص الشريعة ndio maana zimekuja nususi za kisheria ta'budu hadhihi al-ukhuwa, hutilia nguvu huu udugu, wa tuaddi ila tamasukiha, na hupeleka huu udugu kunako kushikamana kwake. Wa shar'a Allah min al-ahkam ma yuqawiha, na Allah ameweka sharia za hukumu ambazo hutia nguvu huu udugu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hawi muumini mmoja wenu mkamilifu wa imani mpaka ampendelee ndugu yake analolipenda kuipendelea nafsi yake. Je, sisi tuko hivi leo? Kwa maana lau kama tunaishi hivi, amani inapatikana, kila mmoja anampendelea ndugu yake. Hapana, kumpendelea mabaya, unampendelea kheri. Hui sababu ya mabaya yake unakuwa ni sababu ya kheri yake. وقال صلى الله عليه وسلم، نعم سيما متومة صلى الله عليه وسلم قد حديث عبد الله بن عمرو، من أحب فمن أحب فمن أحب منكم، كنا منكم hapo، فمن أحب منكم، basi yeyote miongoni mwenu atakayependa ayuzahzaha 'anil nari, awekwe kando na moto, aepushwe na moto, wayudkhal aljanna, na aingizwe peponi, atakayekuwa analipenda hilo kwenye nafsi yake. faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, basi na yamjie mauti yake akiwa ni mwenye kumwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho, afina imani hiyo. waliyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awaendee watu kwa lile ambalo anapenda yeye aendewe nalo, awafanyie watu ambalo anapenda afanyiwe, awafanyie watu, awaendee watu kwa kusimamia haki zao, ikiwemo kuwa nasihi, kuwa na nia nzuri na wao. baadhi wanasema hapa waliyati ila nas hapo kusudiwa al-a'imma wal umara, awaendee viongozi wake. baadhi ya wanazuoni washereheshaji wa hadithi nasema neno nasi hapa kusudiwa al-a'imma wal umara, awafanyie viongozi wake yale ambayo lau na yeye angelikuwa kiongozi angetamani afanyie. Leo wanamfanyia hivi rais wa watu, ukana wewe ungekuwa mahala pale ungelipenda ufanywe vipi na raia wako? Ungelipenda usengenywe, utajwe kwa ubaya, zidogoshwe harakati zako na juhudi zako na maendeleo yako, unapambana, unaumiza kichwa, unakaa kwenye vikao mpaka saa 8 saa 9 najadili mustakbali wa umma, najadili maendeleo ya watu, anakuja mtu anadogosha. Wewe ungelikuwa mahala pale vipi ungelijisikia? Basi je, wataka urusulike na moto? Nataka. Basi kurusulika na moto kuna njia zake, muamini Allah na siku ya mwisho, wafanyie watu unaopenda wewe pia ufanye. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameitaja Imam Muslim rahimahullah. naha sallallahu alayhi wasallama, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallama an jumlatin min al-umur, mambo mengi tuaddi ila at-tabaghud, yanayopelekea watu kuchukiana, wa ila al-ikhtilaf, na kwenda na kinyume, kukhtalifiana.
faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, la tahasadu, msihusudiane, msifanyane hasad, kutamani au kwa kuchukia neema aliyopewa mwenzako, kuchukia neema ya mwenzako, hiyo ni hasad. Sababu hasad ina viwango. Mwanzo wa hasad ni kuchukia neema aliyopewa mwenzako, likawa la kutia roho mbaya, inakukereketa kwenye nafsi, unahisi donge kwenye nafsi, hiyo ni hasad. Alafu kuna hasad iliyopea, ni kutamani kheri ya ndugu yako imuondoke, asiwe nao kabisa, bali ukatamani hii ni hasad namba 2 iliyopea. la tahasadu, msihusudiane, wala tanajashu, na wala msifaniane najash ni kuzidisha thamani ya bidhaa, kumpandishia mtu kwa lengo la kumfaidisha mwenye hiyo bidhaa au kwa lengo la kumdhuru mnunuzi. Kwenye minada, mara nyingi inapatikana kwenye minada, sokoni, masoko ya baharini ya samaki, shazi ya samaki kimewekwa kinanadiwa 50, 100, 150 pale, 50 pale, hapo moja pale, 2 yule pale, kuna moja wao anaongeza 500, anakwenda kwa 500, ana chochote mfukoni, ataka kumfaidisha yule mwenye bidhaa, akataza, au lengo lake ataka kumdhuru, ana ugomvi na mnunuzi, ule mchuuzi wa samaki akoma leo ajifanya huyu namsubiri mnadani. Kwa hiyo kitokea kwamba bei imeishia kwake, anarudi kinyemela kwa yule mnada, au yachukuliwa ile alafu inapisha tena kwa mara ya pili na nadiwa. Haya yapo kadhalika, labda kwenye nguo, kwenye nini, ikiwa kuna mambo kama haya. Kuna minada siku hizi, ile mtu amekopa huko wapi, ameshindwa, jumba la chukuliwa, lanadiwa pale watu wa CRDB, na athari za mikopo ya riba, jinsi Allah anavyowafedhesha watu. Mtu jumba chake kahangaika nacho miaka 8 miaka 9 na kijenga, akapata sehemu ya kubwaga ubavu, itajikia ukwamu, anakwenda kuchukua mkopo wa riba, kashindwa kulipisha, sababu anachukua riba. Allah asema hawezi kusimama kwa maana zake zote mbili, hawezi kusimama, na kusimama siku ya kufufuliwa atakuwa anaanguka. Hawezi kusimama maana yake hawezi kutoboa, hata kama mtamwona akatoboa, kuna sehemu nyingine akatobolewa na yeye, huijui tu wewe, unamuona tu na magari, lakini mara atembea anaongea peke yake, mara mkewe sikutapona maradhi gani, mara yeye kaambiwa asili gani, hivyo la yakumuna. Kwa hiyo anapata azara au izara, wale saradibiwa wanakuja pale, wale watu madalali walioruhusiwa na serikali, nyumba hii inauzwa au itanadiwa na CRDB tarehe fulani, alafu kuna gari la pita la matangazo. Maana ile aibu haishi tu pale kwenye kuandika, na gari la matangazo la pita, nyumba fulani ya mzee fulani tutainadi juma ngapi. Aibu sio aibu jamani. Ile mke wako amweka wewe mazingira gani? Wale watoto wako wale wanakuangaliaje? Mkweo ambaye yuko mtaa wa pili mathalan, utamwangaliaje? Waumini wenzako msikitini utawaangaliaje? Fedha. Wala tabaghadu, wala msichukiane. Kukatazwa kuchukiana, kukatazwa kufanya asbabi zinazopelekea kuchukiana, hiyo kusudia. Wala tadabaru, msipeane migongo. Wala yabi ba'dukum ala ba'd, na wala asiuze mmoja wenu kwenye mauzo ya mwingine. Nauza bidhaa yako kupatana na mteja, bado napatana bana, hapana mzee kidogo. Anakuja mwenzako anamwambia mteja wako, hello vipi bwana, mbona muda mrefu hapo nini? Alikuwa jaribu kuzungumza na jamaa wangu hapa, nisema nipunguzie bei. Anakuambia shilingi ngapi? Ameniambia atanunulia kwa 250. Mimi ninayo kama hiyo 200 cash nayo. Jamaa anambia basi, halo basi baba, thank you.
anakuja hapa anachukua kibira pesa zake. Huyu tayari umeshamwekea kinyongo. Uislamu unaondosha kwenye hadithi nyingine, kwenye kukosa pia. Usipeleke kosa juu ya kosa ya ndugu yako, mpaka kosa yake irudishwe. Sababu unaweza kupeleka kosa wameshaanza kukubali. Wale wazee wameshaanza kukubali. Haidhuru sawa, apewe. Ukaja wewe labda una kipato kikubwa kuliko yeye. Na kwa kuta wazee imani zao ni dhaifu. Wanaangalia dananili na mmeto wake. Na vipi kwa kazi wapi? Mimi ni afisa kwa ujenzi wa fulani na nyumba 2 hapa mjini, alhamdulillah. Allah kujalia wala alhamdulillah. Na vigari vyangu na dada zangu. Na miradi yangu mingine ya kuku na mbuzi na kadha. Wali kuja bahatisha binti yangu. Yupo. Binti yupo. Tayari wazee wanakaa kuangalia watakotoa vipi wewe kuleta mbuzi. Kama hujui hakuna hatia. Kama unafahamu lakini ukaenda kutumia wajihi wako, jaha yako, nafasi yako kwamba yule utampiga bao la kisikino. Hii itampelekea yule awe na dongo. Na yuko kijana mmoja mimi namjua Dar es Salaam. Peleka posa kwa mzee mmoja hivi. Na mabinti zake. Basi hakuambiwa kama kakataliwa. Yeye anajua kama ombi langu lafanywa kazi. Akaja bwana mmoja kutoka mkoa fulani, yuko na tajiri mkubwa kwenye mkoa huo. Jana watajiri huo kwa kufanya kazi wake. Alipokelewa posa yake jana haraka sana. Na ikatangazwa ndoa. Kwa huyu kuja kushtuka kwamba anaendelea mimi nilipeleka posa pale. Sasa kwenye moyo wangu kaambia, nafsi yangu inasema sasa utaka ushindane na tembo kinya, utampata wapi tembo wewe? Mwelewa vizuri. Kaangushwa ile na harusini kaenda, nimuona harusini. Na imani kwamba alikuwa na kitu kwenye nafsi yake. Ndio hivyo. Kwa hiyo haifai kuuza kwenye mauzo wala kukosa juu ya posta. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu kuna mambo unayachunga baina ya ukuu na udugu uliokuwa baina yetu. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni ndugu enyi waja wa Allah kama alivyoamrisha Mola wenu. Almuslim akhul muslim, Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake. La yadhlimuhu, hamdhulumu, wala yakhdhuluhu, wala hamnyimi nusura na msaada akiona anadhulumiwa na ana uwezo wa kumtatua, anamtatulia shida zake, anamkingia kifua chake, hamnyimi nusura Muislamu mwenzake. Wala yahqiruhu, wala hamdharau. Attaqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa. Wayushiru ila sadrihi sallallahu alayhi wasallam 3. Akisema hivi mtume anaashiria kwenye kifua chake mara 3. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Bihasbi imri'in min ash-shar, imetosha mtu kuwa ni mtu wa shari, ay yahqira akhahu almuslim, pale anapokuwa anamdharau ndugu yake Muislamu. Anamdharau Muislamu. Kwa tukilichunga hili na udugu baina yetu ni katika mambo ambayo yanatuletea sisi amani. Sababu lazima tutapendana, tutakuwa na mahaba baina yetu. Kwa miongoni mwa muktadayat al-ukhuwa ni kuchunga mambo haya. Usidhulumu, usimnyime nusra, usidharau. انظر الى هذه الاحاديث. شيخ anatuambia angalia hizi hadithi. Wama jaa fi al-Qur'an, na yatazame yaliyokuja kwenye Qur'an. Minan nahi 'anil ghiba, ikiwemo kukataza kusengenya, wanamima na kufitini, watajassus na kupekuana na kuchunguzana, watatabu'il atharat na kufuatilia makosa ya watu. Kullu dhalika liajli ijadi mujtama'in tayyib, yote haya yameletwa kwa lengo la kupatanisha jamii nzuri, qawiyin, ina nguvu, mutamasiki al-afrad, ambayo watu wake wameshikana. Yantabiqu alaihim qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ambayo jamii hiyo inaendana hasa na ile kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi an-Nu'man bin Bashir aliposema, mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano halisi wa waislamu katika kule kupendana kwao, kuungana kwao, kupeana kwao mapenzi na mahaba, watarahumihim, na kuhurumiana kwao, wataatufihim, na
kusaidiana baadhi yao kwa baadhi nyingine, taatufin, yani yu'inu ba'dhum ba'dha. Taatuf ni upole na huruma ambao una msaada, kusaidiana baadhi yao kuwasaidia wengine. Mathalul jasad alwahid, mathalul jasad ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja. Idha ishtaka minhu udhun, kikiugua kiungo kimoja katika mwili, tadaa lahu sa'irul jasadi, huitana mwili mzima kwenye kwa ajili ya kiungo hicho, bisahari, kwa kukesha na maumivu, wal bisahari, kwa kukesha, wal humma, na kupatwa na maumivu. Kukesha na kupatwa na maumivu, yani viungo vingine havitolala na havitokuwa na raha, kwa kuna kiungo chenzao iko kwenye mazingira yasiyokuwa mazuri. Basi Muislamu kwa Waislamu wenzake anakuwa hivi, au Waislamu kwa Muislamu wenzao wanakuwa hivi, anafurahi kwa furaha ya ndugu yake na analizwa na linalomliza ndugu yake. Hadithi imepokea Imam Muslim rahimahullah. Kadhalika al-amru sadis, vivyo hivyo jambo la sita, min wasail hifdh al-amn, miongoni mwa nyenzo za kuchunga amani, tatbiqul hudud ash-shar'iyyah, ni kuzitabikisha haji za kisharia, kuzifanyia kazi hudud. Mwizi akatwa mkono kwa alichokiiba, zini kuwapigwa mawe kama kaoa kautolewa. Watatbiqul qisas, na kukifanyia kazi kisasi, visasi viwepo, aliyemkosea mwenzake kwa kufanya hivi na yeye afanywe hivyo, ili kesho asirudie tena. Bila kama hakuna kisasi, mambo yatakwenda shaghala baghala, watu wanabulumiana, kwa sababu hakuna kitu kinachofanyika kwamba huyu anafanywa jambo la kumfanya arudi nyuma, hakuna, bali huenda akahonga au kwa nafasi yake aliyokuwa nayo hafanyi chochote. Taambiwa bwana, wewe utajipata bure, huyu mheshimiwa, mtoto wa mheshimiwa, jambo lipotezee tu bwana, tafute maji ukaoge. Na huko kama tunafanya tatbiki haya mambo, kama ukafanya hivi afanywe hivi, ukafanya hivi afanywe hivi. Allah anasema wakatabna alaihim fiha, tukawaandikia na tukawafaradhishia kwenye Taurati katika amri zetu, anna an-nafsa bin-nafs, nafsi kwa nafsi, aliyeua au wawe, aliyeua kwa upanga au wawe kwa upanga. Wal aina bil ain, aliyetofoa jicho la mwenzake litofolewe jicho lake. Wal udhuna bil udhun, aliyekata sikio la mwenzake likatwe lake. Wasinna bisinni, aliyengoa na kuvunja jino la mwenzake livunjwe jino lake. Wal juruha qisas, na kwenye majeraha pia kuna kisasi. Kamjeruhi mwenzake, kampasua, na yeye apasuliwe kwa kina kile kile, kwa urefu ule ule. Kama wanasema wewe usimkata kisu hapa, njoo na wewe, haya nachora hapa, ana sentimita ngapi hapa? Sentimita 4, nachora hapa. Kwenda ndani kuna sentimita 2.5. Haya hapa baba, kaa hapa, mbaya anataka matibabu, kesho atarudia huyu, arudi kama na visu vyote atavitia chooni. قصاص والجروح قصاص الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ambavyo ameviweka Allah katika sharia. Fafihi rad'un lilmu'tadi, ndani yake kuna kumzuia yule anayefanya i'tidaa, wadui na ugomvi. Wa kafun li'adhah, na kuna kuizuia ile adha yake. Wa man'un liman yuridu an yatajarra'a, pia kupatikana kumzuia atakayetaka kujipa ujasiri kama huu, ala hurumatillah, ya kuvuka yale aliyoyaharamisha Allah, atazuilika tu ataka. Umeona vizuri jamani? Sio kwamba sisi hatuoni mambo yanayofanyika kwenye dola za Kiislamu. Wale mashaka zetu wawili wale, Sheikh Abu Sumayya na Sheikh Abu Al-Hasan, wale wamesoma Madina pale. Huenda baadhi yao wako walioshuhudia haji zikifanyika, na kwa mikono wanaopigwa mawe, huenda katika wale yuko kwamba alishuhudia. Wako ambao walikuhadithia sisi walisoma kule, kuna mtu alikuwa anakwenda akishuhudia akaanguka chini. Yaani yeye sio anayefanywa hivyo, yeye ni mpenzi mtazamaji, lakini kashindwa kuvumilia akaanguka. Mtu kama huyo, kama yule ni mwizi, ataiba huyo.